Watiania wa ubunge mwaka 2025 waliokuwa watiania wa mwaka 2020 G55 wakiongozwa na vigogo Advocate John Maria, Catherine Luge, John Mrema na Julius Mwita wamechapisha waraka kwenda kwa katibu mkuu Chadema wakieleza kuwa wadau wengi wa demokrasia nchini hawaungi mkono mpango wa kuzuia uchaguzi mkuu unaotaka kufanywa na chama cha Chadema, kwani hali hiyo inatafsiriwa na wadau hao kuwa ni sawa na karibu na matendo ya uasi. Waraka huo uliandikwa na G55 na kuwakilisha watiania wengine zaidi ya 200 pamoja na maafisa wa juu wa Chadema, na kushuhudiwa kwa Jambo TV amesema kuwa wadau wengi wanaunga mkono harakati za kupigania mabadiliko ya sheria na mfumo wa uchaguzi, wakisita kujiingiza kwenye kuunga mkono mpango wa kutaka kuzuia uchaguzi, kwani pia linaenda kinyume na katiba na sheria za nchi. Uchunguzi na uchambuzi wetu unaonesha wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya no reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi, kwani hali hiyo kwao inatafsiriwa kuwa karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo, licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform, inasomeka kwenye waraka huo. Aidha, waraka huo pia uliosainiwa na wanachama wote wa kundi la G55 kwa niaba ya mamia wengine umeeleza kuwa viongozi wa dini na madhehebu yenye waumini wengi nchini tayari wamehimiza waumini wao kwenda kujiandikisha kushiriki uchaguzi, hali inayoashiria kuwa ni ama Chadema ilichelewa au tayari ikimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika kuepuka uchaguzi usiokuwa na mabadiliko ya sheria. Kadhalika, watiania ni hao kwa niaba ya wenzao wameeleza kuwa mpaka sasa hakuna chama kingine hata kimoja kinachounga mkono vuguvugu la Chadema la kuzuia uchaguzi. Kinyume chake ni chama kimoja tu kinachounga mkono madai ya mabadiliko, huku kijipanga kushiriki uchaguzi mkuu. Kufuatia sababu hizo, waraka huo umeeleza kuwa kundi la G55 watiania ya uchaguzi zaidi ya 200 pamoja na maafisa wa ngazi ya juu ya Chadema ambao majina yao hayakutajwa wanaunga mkono na wapo tayari kuongeza nguvu zaidi kwenye jitihada za Chadema kudai mabadiliko ya sheria na katiba, wakisisitiza kuamini katika mpango wa Chadema kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu ikiwa ni mabadiliko hayatapatikana. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekuwa kikipitia wakati mgumu kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa kikiandaa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.